Tarehe 2 mwezi wa 6 mwezi mpya 2025 Jumatatu, Feti pamoja na Caesar pamoja na KP tuko hapa kwenye line. Tayari tunaye Dr. Peter Mabula, daktari atapiga tena nadhani, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na ajali. Atupitishe tuweze kupata uelewa kuhusiana na ambulance kwenye upande wa uratibu, upataji, umenelewa utaratibu, vyote tunapenda sana kujifunza kutoka kwake. Karibu sana kwenye Power Breakfast Doctor. Asante sana Feti, habari za studio? Salama kabisa, habari za ulipo? Salama kabisa. Okay. Dr. habari za asubuhi? Salama Caesar, habari za leo? Njema, kumekucha. Msalimia mzee mwenzangu KP. Yuko hapa, alikuwa likizo, amerejea. Nataka kuchukua likizo nyingine. Yaani siku ya kwanza tu anasema amechoka, anataka likizo tena. Dr. bila shaka ulipata nafasi ya kufuatilia simu zetu 2-3 wiki iliyopita. Naam. Of course ukiwa ni utaratibu ambao tunaufanya kubwa huwa ni kwa ajili ya kuangalia namna ambavyo huduma zinakuwa zinatolewa kwenye taasisi za umma. Ndio maana tunakuwa tunapiga kama wananchi wa kawaida. Tukawa tumefikia kwenye eneo la hospitali, kwenye mazungumzo tukajaribu kufanya kama tunaomba ambulance ambao ni sehemu ya huduma ya dharura ambao najua wewe umebobea pakubwa. Mimi natamani tuanze na picha ya panavyotakiwa kuwa. Sisi PDO tunatumia neno ilivyo na inavyotakiwa kuwa na ilivyo. Tusaidie kupata hiyo picha ya huduma ya dharura inavyotakiwa kuwa, ili kabla sasa hatujaenda kwenye uhalisia wa namna ilivyo kwa sasa. Karibu. Asante sana. Utaratibu wa huduma za nje ya hospitali ambayo tunaita kwa lugha ya kigeni out of hospital emergency care au kirahisi zaidi ambayo tunaita EMS, emergency medical services, ni utaratibu ambao unapaswa kuwepo kwamba inapotokea mtu anapata shida yote ya dharura, hiyo ni ajali au ugonjwa usio wa ajali lakini inahitaji matibabu ya dharura kwa haraka, inahitaji kuwe na namba moja ambayo ni rahisi, mara nyingi wanatumia zenye digiti 3. Ndio ili mtu aweze inajulikana kwa wananchi. Mtu akipata shida yoyote anapiga, na ambulance inapatikana, inakwenda kumchukua mahali mtu alipo, kumpeleka kwenye hospitali ya karibu au mahali ambapo wale wataalamu kwenye ambulance wataona huyu mgonjwa atapata huduma kulingana na tatizo lake. Hiyo ndio utaratibu ambao unapaswa kuwepo, kwa maana kwamba ambulance services, kwanza niseme tu kwamba kwa nchi za wenzetu ni hospitali chache sana ambazo zinamiliki ambulance. Ndio. Kwa ambulance unakuta ni kitengo kinachojitegemea. Kwa unakuta kwa mfano jiji la Arusha unakuta labda kuna ambulance zake, jiji la Dar es Salaam kuna ambulance zake. Kwa hizo ambulance zinaunganishwa na mtandao wa kitaifa ambako kunakuwa na namba moja ambayo ukipiga kama huko Dar es Salaam, huko Dodoma, huko wapi, ambulance katika eneo hilo unapata huduma kutokana na mahali ulipo, badala ya sasa ambako sisi hatuna hiyo huduma pase nje ya hospitali. Kwa ambulance nyingi tulizonazo zinatoa interfacility services. Kwa unakuta kutoka level ya chini ya hospitali, nikiwa mgonjwa nimeona huyu shida yake inabidi aende hatua ya juu, ndio kwa napeleka hospitali nyingine ya juu. Kwa hiyo unakuta hatujawa na ule utaratibu, ukiacha tu kwa ile huduma ya mama kwa ajili ya kina mama wajawazito kujibatiza kujifungua, ambao sasa ndio kuna hiyo imeanza hiyo peke yake, lakini huduma zingine bado hatuja centralize na kuformalize kuweza kutengeneza mfumo kama ambavyo inatakiwa. Kwa wenye fedha zao ile binafsi ile ipo, si ndio? Kuna watu binafsi ambao wanamiliki ambulance na bado hakujawa na one centralizing number. Kwa hiyo lazima ujue huyo ambulance service provider namba yake ni ipi, ili upige kwenye hiyo either ni kampuni au ni taasisi, ili wao waje kufanyia hiyo huduma. Kwa hiyo bado inakuwa kama wewe ni mgeni au hujui hizo namba, inakuwa bado ni changamoto.
Kwa hiyo manake ni lazima uwe na namba ya manake kila mtoa huduma au mtoa huduma unaweza kutoka kwenye mji X kuna watoa huduma 10. Sasa lazima uwe na namba za hao watu ili wewe ujue sasa nimchukue yupi. Kwa hiyo inakuwa changamoto kidogo. Okay. Kwa hiyo unachotuambia dokta ni kwamba mpaka sasa hatujaweza kuwa na huduma ya ambulance, kwa maana ya hizi manake ambulance kwenye hospitali za umma ambayo inaweza kuja kukufata nyumbani na kukupeleka hospitali. Yani huo utaratibu kama taifa bado hauja formalize. Ninatambua kwamba kuna juhudi kubwa sana zinafanyika sasa kupitia kurugenzi ya huduma za dharura Wizara ya Afya ili kuweza kuformalize na kutengeneza mfumo ambao popote pale unapokuwa unapiga hiyo namba. Na namba ishatolewa na TCRA ambayo ni 115. Kwa hiyo namba itakuwa ni namba ambayo ukipiga unapata huduma popote pale ulipo. Sasa terms na masharti na nini yatawekwa ili mtu anapopiga. Of course hata nchi za wenzetu bado kuna watu ambao wana abuse namba kama hiyo, mtu anapiga kufanya majaribio kuona hivi kweli. Kwa hiyo unakuta tunatakiwa katika kujiandaa uwe na dispatch centers. Kwa mfano ukiwa hapo Dar es Salaam umepiga, kuwe na kituo ambacho kuna dispatch, na dispatchers wanaokuwa pale ni masaa 24 wanapokea, na wenyewe wanajua magari yako maeneo gani kulingana na wewe geographical location yako umepiga ukiwa wapi. Kwa hiyo wana deploy gari lako karibu na wewe kuja kuchukua ili kuokoa muda, kwa sababu katika mambo ya dharura tunasema muda ni msuli. Kwa hiyo kadri muda unavyokuwa mrefu msuli unazidi kufa. Kwa hiyo unakuta unapata ugonjwa, unapata madhara makubwa kuliko kama angewahiwa. Sawa, kuna tutampata pia Dr. Erasto, yeye ni mratibu wa huduma za dharura kutoka Wizara ya Afya. Tutazungumza naye pia kuhusiana na, atatuelezea utaratibu ulivyo naye, lakini pia hali halisi na mipango ya wizara katika kuboresha huduma za dharura. Sasa kwako wewe Dr., tuambie kwenye upekuzi wako kwenye hizi nchi ambazo zinatuzunguka, kuna nani ambaye kidogo amefika level hata ya kukaa sawa? Maana yake najua kama tunafanana hivi. Kuna nchi ambayo imejitahidi, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, huku Kongo wengineo. Kwa Afrika ya Kusini, especially katika mji wa Cape Town, wamejitahidi sana. Wanazo mpaka air ambulances, wana helicopters. Wanapata changamoto kulingana na wakati mwingine unakuta hata ambulance zinakuwa attacked, zinavamiwa na wahuni, lakini mfumo wao wameweka huko vizuri sana. South Africa, Kenya, kwa majirani zetu hapa Kenya, katika kila county zao zile 47 wametengeneza mfumo ambao mpaka kuna application. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye application ukaagiza gari kama unavyooda Uber au Bolt, ikaja mahali ulipo na ikakuchukua. Kwa hiyo nafikiri huko ndiko ambako sasa tunapaswa kuelekea ili kuweza kuokoa maisha ya watu, kwa sababu sasa ukumbuke kwamba watu wengi wanapoteza maisha ambayo yasingepaswa kupotea kutokana tuna kwamba, kwa mfano, imetokea ajali mahali fulani, wanaowahi pale ni wananchi wa kawaida, na kwa sababu hawana utaalamu wa kutoa huduma ya kwanza mahali pale, tunaishia tu watu kuchukua picha na kuweza kusambaza kitu ambacho ni kinyume kabisa cha maadili. Na hivyo unakuta ni askari wa usalama barabarani pekee ndio labda wanakuwa deployed kufika pale, na wanawabeba. Unakuta askari pia hawana ile elimu ya kuweza kumchukua majeruhi kwa hali stahiki ili asimuumize zaidi. Na hivyo wanapopelekwa kule unakuta kwanza muda uliotumika ni mrefu sana. Sisi katika emergency watu tunasema mgonjwa anapoanza kupata, kwa sababu ambulance sio gari la kubeba wagonjwa, ni gari la kutoa huduma ya dharura wakati mgonjwa aidha eneo la tukio, na wakati anapokuwa stable enough anachukuliwa kwenye ambulance hiyo, anapopelekwa kwenye hospitali inayotakiwa apelekwe, anapaswa kuendelea kupata huduma ndani ya gari. Ndio maana ndani ya gari mhudumu sio mtu ambaye kwamba yeye ingia kwenye gari, ni mtu ambaye amefundishwa na ana uwezo wa kuweza kutoa hiyo huduma ndani ya gari, kwa sababu ni kazi ngumu kidogo kutoa huduma ya dharura ndani ya gari kuliko kutoa hospitalini, kwa maana kwamba
Kwa hospitalini una resources zote, una watu, una vifaa, lakini kwenye gari uko wewe mwenyewe, vifaa unavyo ndani ya gari inavyopaswa kuwa, lakini ikitokea changamoto huna mtu wa pili wa kusema hey, hapa tufanyeje. Kwa ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo, ndio maana inapaswa wataalamu wao wamefundishwa vizuri, na kwa kufundishwa huko unakuwa unapunguza muda wa mgonjwa kuumia zaidi, na anapofika kwenye hospitali anapokelewa tayari umeshamstabilize mgonjwa, tofauti na akiokotwa na gari la raia akapelekwa hospitalini, na ukianza pale unakuta muda umepotea mwingi, na hii inapelekea kwamba watu wanapoteza maisha aidha eneo la ajali au eneo la tukio au nyumbani, kama mtu anapata labda mshtuko wa moyo na vitu kama hivyo au stroke, au anapoteza maisha akiwa kwenye chombo cha usafiri ambacho sio gari la wagonjwa, na anapofika hospitalini Mungu saidia amefika akiwa hai. Pia kuna changamoto zinazojitokeza kwamba kutokana na alivyoumia kwa kuchelewa, unakuta huduma zinaweza kuchukua muda mrefu kupata huduma, kusurvive, kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida, atakaa hospitalini muda mrefu, kitu ambacho kitakuwa ni gharama kubwa. Lakini pia mtu akikaa muda mrefu hospitalini unakuta hayuko kwenye wake la uzalishaji, kwa hiyo kiuchumi ina effect pia. Kwa kuna mambo mengi ambayo yanaingia hapo katikati ambayo ukiwa na huduma za nje ya hospitali za dharura zinasaidia sana kuweza kuweka mambo sawa na watu kutopoteza maisha. Kwenye umetoa mifano ya nchi mbili, Afrika ya Kusini na Kenya. Najua hatuwezi kujisogeza kwa Afrika ya Kusini, lakini Kenya tunaweza wenzetu tunaamudu cousins wetu wale tuko nao vizuri. Kwa mfano wa Kenya, gharama anakuwa, utaratibu wa gharama ukoje, unabebwa na nani? Sisi katika huduma za dharura, cha kwanza kabisa ni uhai wa mlengwa. Na hata kwenye idara za dharura mahospitalini, cha kwanza hatuulizi kuhusu fedha, ni kwamba mtu apate huduma ili ijithibitishie kwamba huyu mtu atapona. Na mara nyingi mtu akija katika hali tata kama hiyo, akipata msaada hata kama hana hela, mara nyingi Watanzania tunaogopa kwamba ikitokea siku nyingine zinadaiwa au watu wanalipa. Lakini utaratibu mzuri ni kwamba, kwa mfano tuna bima, na hii tumekuwa wadau tukipendekeza. Kwa mfano tuna bima ya afya Tanzania ambayo inafanya vizuri to some extent. Sasa katika kufanya kwake vizuri, wateja wanachama wa NHIF na bima zingine ni hawa ambao wanaumia wakiwa nje ya hospitali. Sasa ni vizuri bima hizi zikatambua kwamba hani wateja wao, ili kuwe na scheme ambazo zinawasaidia wanachama wao wakiwa nje, ili wafikishe kwa utaratibu ule wa bima kwenye mahospitali na waendelee kupata huduma. Kwa sababu mimi nikiwa mteja wa bima X, niko nje ya hospitali, nikipata tatizo kama hiyo bima hainisaidii kunifikisha hospitalini, basi naweza kufa kabla sijafika hospitalini ambako napaswa kuitumia hiyo bima yangu. Kitu ambacho ni changamoto. Sasa wenzetu wa Kenya wametengeneza model tofauti. Kuna ambao wako covered na bima, lakini kuna watu ambao wamejiunga kwenye mfumo wa magari ya wagonjwa. Kwa mtu kwa mwezi anakuwa anatoa labda shilingi 10 ya Kenya. Kwa hiyo inakuwa kama kibima fulani hivi ambacho sio kila mwezi wewe utapata dharura ya ambulance, lakini ukifikia umepata shida sababu ni mwanachama, unapiga hiyo namba wanakutoa sababu ni mwanachama wao. Kwa kuna schemes za namna hiyo ambao Wakenya wamezifanya, na wameunganisha magari ya serikali kwenye county zao, lakini kuna magari ya watu binafsi ambayo pia yanashirikiana. Kwa hiyo gari yote iliyoko pale inakuja inakusaidia, lakini skimu yako ile wewe kama subscriber inakusaidia kukufikisha ili uweze kupata huduma stahiki mahali stahiki. Haya, basi Dr. tukushukuru. Unajua kwa sababu nadhani tukimpata Dr. Erasto yeye unajua anazungumzia issue ya Muhimbili tu. Maana kwa maana ya yeye ni mratibu wa huduma za dharura kutoka Wizara ya Afya. Kwa hiyo atatupa picha yote ya nchi nzima. Lakini tutaanzia hapa alipoishia Dr. Mabula, si ndio? Dr. Erasto ni mtu stahiki kabisa, mtu ambaye ana data zote za mipango inavyoendelea, na ndio maana mwanzo nilisema kwamba tuko mahali fulani pazuri sana ambako Dr. Erasto amekuwa akiratibu tupate mfumo wa pamoja ambao tutafanya taifa letu liwe na huduma nzuri sana za nje ya hospitali. Basi tunashukuru sana.
Asanteni sana, natakia siku njema Cloud. Na wewe pia.